Pengine ni yapi haswa katika kipindi cha pili ambacho kilizaa mabao haswa hayo mawili ya mwisho? Jana kulikuwa na vitu vingi ambavyo mwalimu amevifanya. Mtu atauliza labda kulikuwa na kitu gani cha kitofauti ambacho labda Pantev amekuja nacho ambacho kimeibeba Simba. Ukiangalia ni kwamba kulikuwa na baadhi ya vitu ambavyo Pantev amevifanya. Mfano, nakumbuka interview ya mwisho ya Pantev akiwa kwenye uwanja wa Meja Isamuyo wakati wamecheza dhidi ya Al Hilal, Simba wakiwa wamepoteza. Aliulizwa kwamba makocha wawili ambao wamepita Simba wamezungumza namna ambavyo wanaitazama Simba ikiwa na wachezaji bora lakini bado ikionekana haina kitu cha ziada. Fadlu alizungumza kwamba hana wachezaji wazuri, wale ma X factor player. Akaja kocha wa timu ya taifa akazungumza naye pia kwamba Simba ina wachezaji wazuri lakini bado haina kitu cha ziada. Kocha akasema ya kwamba makocha wote ambao wamepita kwenye kikosi cha Simba walikuwa na wachezaji wazuri lakini walikuwa hawajatoa uhuru wa wachezaji kuweza kujitanua na kuonyesha vitu vyao vya msingi. Yani walikuwa wamebaniwa kimajukumu. Mchezaji ameambiwa baadhi ya vitu fulani afanye, baadhi ya vitu fulani asivifanye. Lakini kiuhalisia wachezaji wa Simba walikuwa na uwezo mkubwa ila walikuwa wamebaniwa majukumu. Nini ambacho cha kwanza alifanya mwalimu ni kuwapa uhuru wachezaji wa Simba wacheze. Jana ukiangalia namna ambavyo walianza, kulikuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chao. Mfano kwenye eneo la ulinzi ameingia Yakub Suleiman, ameondoka Kamara ambaye injury imemweka nje. Sijui kama angekuwa sawa kama angeanza au vipi, lakini still kuna mabadiliko mwalimu ameyafanya. Kwenye eneo la backline amemuongeza bwana mdogo Wilson Nangu. Nangu mtu atauliza kwa nini Nangu alicheza mbele ya Shamu, mbele ya Masinde. Nangu ni katika kikosi cha Simba wachezaji wote ambao wanacheza eneo la ulinzi ni yeye peke yake ndo anacheza namba 4. Wachezaji wote wanacheza namba 5. Yaani Chamo anacheza namba 5, Rushain anacheza namba 5, Masinde anacheza namba 5. Hao wote ni namba zao asili kucheza kama namba 5. Na maana ni madefender wa mwisho. Ina maana kama unachukua pacha ya Chamo na Rushain, lazima hao wachezaji wawe na kitu cha ziada ambacho kitakusababisha wacheze pacha ya pamoja na kuweza kutengeneza muunganiko mzuri kwenye ulinzi. Lakini kama unacheza na Wilson Nangu, yeye ni pure namba 4. Ni mchezaji ambaye unaruhusiwa kumtuma eneo lolote lile, alafu wewe ukabakia nyuma kama defender ukamaliza mashambulizi endapo mchezaji ama mshambuliaji atakuwa amempita Wilson Nangu. Lakini addition point kwa upande wa Wilson Nangu ni mchezaji ambaye anatumia mguu wa kushoto. Kwenye eneo la backline la wachezaji wa Simba, mchezaji pekee ambaye anatumia miguu yote miwili kwa ufasaha ni Rushain. Wachezaji wengine wote wanatumia mguu mmoja mmoja, kwa maana Masinde na Shamo wanatumia mguu mmoja wa kulia kwa usahihi. Shemo Karabwa kwenye michezo hivi karibuni amekuwa anatani sana mipira yake, anaingia ndani baada ya kutoka nje. Ina maana kutani kwake ndani ni kwamba anatafuta ubora wake wa mguu wake wa kulia ndio autumie kwenye kucheza mipira mirefu, autumie kwenye kupiga pasi, autumie kwenye kukaba watu. Lakini anacheza mbavu ya kushoto, ufanisi wake unatimiaje na wakati mguu wake wa kushoto haufanyi kazi vizuri? Pantev akaona Wilson Nangu ana hiyo advantage. Ana uwezo wa kutumia mguu wa kushoto, lakini the same time ana uwezo kutumia mguu wa kulia, ambapo kwenye mguu wa kulia bado Rushain anaweza akamsaidia kwenye kukaba. Kwa hiyo akaja kumtumia bwana mdogo, na ukimsikia interview yake Wilson Nangu anasema ilikuwa mara yake ya kwanza, hakutegemea kama mwalimu angemuita, kwa sababu mara ya mwisho kucheza dakika nyingi kwenye mchezo wa ligi ni wakati upo na JKT. Mechi nyingine zote hapa katikati ziwe za kirafiki, za kimataifa, za nini, amecheza dakika chache. Kwa hiyo hakutarajia kama mwalimu anaweza akampa nafasi na stili akacheza. Njoo kwenye eneo la katikati, eneo la kiungo. Kiungo wa chini tumezoea kuona Simba ikicheza na double pivot, kwa maana viungo walinzi wa ukabaji wanakuwa wawili. Either atacheza na defensive mmoja na midfielder mmoja wakati, kwa maana center midfielder. Utamuona Yusuf Kagoma atacheza na labda na yule Kante kwenye eneo la katikati, ama Yusuf Kagoma atacheza na Mzamiru, ama Yusuf Kagoma atacheza na mtu yote pale katikati kwenye kupacha. Lakini jana kacheza na single
pivot, kwa maana ya midfielder mmoja kwenye eneo la ulinzi. Na bahati mbaya watu walikuwa wanatarajia hata kama angecheza na mchezaji mmoja wa eneo la ulinzi, lakini still angeenda labda na Yusuf Kagoma. Jamaa bado hajafanya hivyo. Kacheza na mchezaji ambaye ni versatile player. Ana uwezo wa kucheza kama beki wa pembeni wa kushoto, ana uwezo wa kucheza kama midfielder wa juu, ana uwezo wa kucheza kama midfielder wa chini. Maana yake ya kumchukua bwana mdogo Nabi Kamara kucheza kwenye eneo la chini ni kwamba alikuwa anataka ile kasi ya Kamara kwenye kukaba, alikuwa anataka ule ubora wa Kamara wa kuchezea mguu kwenye kuanzisha mashambulizi timu ikiwa chini, alikuwa anataka ubora wa Nabi Kamara kwenye kukaba na kupiga pasi kwenye maeneo yote ya uwanja. Na jana amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wake wa 4-1-4-1 kwa maana walinzi wa 4, Nabi anakaa katikati peke yake, viungo wa 4 kwa maana ya walioanza jana Maema, ukimwangalia Mutale, ukimwangalia pia amecheza na kiungo mwingine, walikuwa wa viungo wa 4, alafu juu akacheza Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo Pantev ameingia jana kwenye kikosi, kulikuwa na mabadiliko makubwa, na ndio mabadiliko ambayo kwa kiasi kikubwa hata wachezaji ukiangalia namna ambavyo wameyapokea ni ndani ya wiki 2 tu, lakini Mwalimu ameonekana kama kuna kitu cha ziada anakiweka kwenye kikosi. Sasa still tusiweke maneno mengi ya kwamba Simba amebadilika, Simba amefanya vizuri. Tunapaswa pia kusubiri kumuona Simba akicheza dhidi ya timu ambayo ina uwezo mzuri wa kumiliki, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza wakaenda wao kwa wao wakakutana mwilini, wakacheza, wakafanya vitu vya ziada kwenye kikosi, na tukaona pia ubora wa Pantev kwenye kureact baada ya timu ngumu kukutana naye. Sawa, tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Tukirejea hapa tutakumbushana juu ya fedha ambayo ipo hapa ndani ya bao la asubuhi. Keti hapo hapo. Hii ni 90.0 Bongo FM. Pande zako boda vizuri, anaanza kukuuliza maswali. Alafu yeye yuko mbele, wewe uko nyuma. Then kuna kelele nyingi sana za upepo na vitu vingine. Alafu anataka umjibu. Tunasikilizanaje hapa she? Hiyo ipo sana tu na changamoto. Na kitu kizuri kuhusiana na farasi ni urahisi. Watu hawaamini. Unajua watu wengi wanaogopa sana wakisikia ku request. Sure. Lakini mimi nakwambia tu, kwa wewe ambaye unapanda boda kawaida na mtu ambaye ana request, mnazidiana hela kwa kiasi kikubwa. Yeye anaweza sehemu ambayo wewe umeongea na mtu tu hivi mmekutana juu akakuchaji shilingi 10,000, lakini ukirequest kupitia farasi inakuwa ni gharama ndogo, inaweza kaja shilingi 4,000 mpaka 5,000, ikizidi sana 6,000. Kwa hiyo unajikuta unaokoa gharama kubwa. Lakini watu wa farasi, bodaboda wengi wanakuwa na usalama wa kuwa na helmet, sawa, lakini hata ukitokea mpatwa na tatizo una sehemu ya kwenda kabisa kulalamika. Na pia mkirequest labda gari mnapanda watu 4, inakuwa ni gharama pia inakuwa ni ndogo. Bajaji watu 3. Kwa hiyo kiukweli hakuna shida yote ukiwa na farasi, na inarahisisha maisha. Sawa. Muda wa kuzungumza pia na washindi wa mshua ndio huwa hapa, kama ambavyo huwa tunafanya siku zote. Kazi ya kwamba sio kwamba hawezi kufunga, ila nafasi zikijitokeza yeye kufunga sio shida zake. Kibu unajua Kibu mimi na mara nyingi huwa anakosa muendelezo wa kile ambacho anacho. Unajua ni Kibu Dennis ambaye kwenye mchezo dhidi ya Yanga alipoteza nafasi, clear chances. Kuna mpira ambao alikuwa yeye 1 against 1 na goalkeeper Jigi Diara, lakini akashindwa kufunga. Kuna mpira mwingine wa kichwa aliupiga, ile naweza nikamsifia goalkeeper Diara. Lakini ni Kibu Dennis ambaye anakufurahisha kwenye yale mazingira ambayo ulikuwa hutarajii, lakini kwenye lile eneo ambalo unatarajia kwamba hiki ni kitu rahisi kwake yeye na anaweza akafunga, unaona anashindwa kufunga. Sio mchezaji mbaya, na ni mchezaji ambaye anakosa tu muendelezo. Anaweza umeona leo kwa mfano kama jana alivyo perform, angalia bao la kwanza, pasi safi kutoka kwa Jonathan Soa, anakuja anapata mpira kwa mguu wa kulia, anageuka
anapiga mpira kwa mguu wa kushoto, utulivu mkubwa, anachagua engo, anafunga. Lakini bao la pili pia pasi safi kutoka kwa Morris Abraham, anamchambua goalkeeper vizuri, anafunga. Jana kafunga magoli mawili mazuri mno. Lakini changamoto yake ni namna ambavyo mechi ya pili au mechi zinazofuata anaweza asiwe na muendelezo. Naamini kwa uwezo ambao anao, na kama angekuwa na muendelezo wa kiwango chake, naamini Kibu angekuwa mchezaji ambaye anaimbwa sana hapa Tanzania, hasa kwa klabu ya Simba, kwa sababu ukiangalia kwa mzawa kama yeye kuwa muda mrefu kwenye klabu na hasa kwenye nafasi ya ushambuliaji, washakuja washambuliaji kibao kwenye ile nafasi, lakini bado ameendelea kuaminiwa. Manake huenda mazoezini anaonyesha kitu, lakini mwisho wa siku kwenye baadhi ya games unakuta haonyeshi ule uwezo ambao tunakuwa tunautarajia. Lakini kwa performance ya jana kiukweli ilikuwa ni performance superb. Mabao mawili alofunga, utulivu mkubwa, na hajawa Kibu yule ambaye amekuwa anasifika kwamba timu ikiwa haina mpira anaisaidia Simba. Mashabiki unawasikia bwana, Kibu tukiwa hatuna mpira anakuja kumsaidia Shomari Kapombe kukaba. No, mshambuliaji bwana, sifa yako kubwa wewe ni kwenye kushambulia. Unatengeneza nafasi au unatengeneza nafasi za wenzio kufunga au wewe kufunga. Masuala ya kujilinda inakuwa ni extra tu. Kwa hiyo alichokifanya jana ni kitu kikubwa sana, lakini wasiwasi wangu ni muendelezo. Anaweza kukaa mechi 3-4 baadaye tena ndo anakuja anafanya kitu kama alicho kifanya jana. Kuna wachezaji amazing jana kwenye kikosi cha Simba kwenye magoli matatu ya Simba. Goli la kwanza la Simba ambalo Nio Maema alitengeneza kona ambayo ilienda kuzalisha goli, kichwa cha Wilson Nangu. Wilson Nangu anakuwa beki mwingine kwa Simba ambaye anafunga. Alianza kufunga Hamza kwenye mechi ya Simba Day, akafuata Rushaini akafunga kwenye mechi ya kwanza ya ligi, akafuruliza pia kwenye mechi nyingine akafunga. Shamo pia akafunga kwenye mechi ya ligi. Hiyo ni mipira yote ya kutengwa ya Simba. Hapo kwa mtu mwenye akili anaweza akaelewa kwamba Simba ukiachana na kutengeneza mipira ama kutengeneza magoli kwenye open play, Simba ni wazuri sana kutengeneza magoli kwenye dead balls, kwenye kona, kwenye foul. Nio Maema pamoja na Jean Charles Ahoua ndio wamekuwa key wachezaji hatari specialist wa kupiga hiyo mipira. Goli la kwanza la kona alimwangalia mchezaji alipokaa, akampelekea mpira kichwani akafunga. Kabla ya hapo zilikuwa zimepigwa kona nyingine ambazo zilikuwa direct kwa wachezaji, lakini wachezaji walikuwa hawapo sawa kwenye kumaliza. Mwalimu alipiga kona, mpira ukapaa juu ya lango. Kuna kona nyingine alipiga pia Nio Maema, I think ilikuwa imeenda ni kwa Rushaina nadhani, alipiga kona akaanguka chini, mpira haukujaa kwenye utosi, beki wa timu pinzani alikuja akaugonga. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni namna ambavyo Morris Abraham anawachonganisha Jean Charles Ahoua na Nio Maema kwa mashabiki pamoja na kocha. Yani ni kama Morris Abraham anawafundisha wenzie kwamba tunatakiwa kucheza mpira sisi eneo la kiungo, alafu watu ambao wanatakiwa kulaumiwa kwamba kwa nini hawaingizi mpira golini ni washambuliaji. Ukiangalia ile move ya Morris Abraham, mpira ambao amepewa kutoka kwenye eneo la chini, I think alikuwa amepokea kutoka kwa Nabi, mpira wa kwanza akiwa na mlinzi, akampunguza mlinzi kwenye touch yake ya kwanza. Mpira kabla haujatulia, kabla wapinzani hawajarejea kwenye muundo wao sawa wa ulinzi, kabla wapinzani hawajawa macho kujua huyu mchezaji touch yake ya pili anakwenda kupeleka wapi mpira, Morris Abraham alimtazama Kibu Dennis alipokaa, akapiga penetration pass katikati ya walinzi wawili. Pasi inapita katikati yao, inamkuta Kibu ambaye alikuwa kwenye upande wake wa kulia sahihi, anamtizama mlinda lango alipokaa, anafunga goli. Hiyo ni eneo la pili ambalo bila shaka ukimtazama Ahoua, ukimtazama Nio Maema wanahangaika sana kutengeneza hizo nafasi. Yani kutengeneza chance ambazo mshambuliaji akiipata, mashabiki, kocha, viongozi, wachezaji wenzie wabaki kumlaumu mshambuliaji kwamba kwa nini hamtoi nafasi kama hizi. Selemani Mwalimu kwenye dakika zote alizocheza amenyimwa pasi kama ambayo Morris Abraham alitengeneza kwa Kibu Dennis, pasi ambayo unaona dhahiri shahiri mchezaji akikosa lawama ni kwake. Second point,
kitu ambacho nimekiona cha utofauti sana kwa Soa sasa hivi. Soa alikuwa ni mchezaji mnyimi sana, mchezaji binafsi sana akiwa kwenye box. Yani Soa mpaka imetokea hatua amekupa pasi ya goli, umehangaika sana. Kwenye msimu wote ambao amecheza Singida, kwenye kiwango chake chote bora ambacho alikifanya, hajawahi toa pasi ya goli hata siku moja. Lakini jana kwenye mazingira ambayo alikuwa na uwezo wa kushuti na alikuwa na uwezo wa kujaribu attempt yake, na kwa uwezo wake wa kupiga mipira lile lingekuwa goli, lakini aliangalia eneo ambalo alikuwepo, akaangalia golikipa ambavyo amemaliza nafasi, alafu ulinzi wawili wote walikuwa wameshabana ile area, akaona eneo sahihi sasa hivi ni la kupiga pasi kwa Kibu Dennis. Anapiga pasi ya kisigino. Kibu Dennis kwenye eneo gumu zaidi ana control mpira, anachora 360 kwenye eneo la box la mpinzani, eneo ambalo unaamini kabisa kwamba ukikaa na mpira zaidi ya sekunde 2 lazima beki atafika na kuja kuondosha mpira. Lakini alitulia, utulivu zaidi wa Kratos Chota Chama, anapiga engo ngumu ambayo golikipa anaishia kunyosha tu mbavu na kutazama mpira namna ambavyo unaingia kwenye kamba. Hayo ni maeneo matatu ambayo kwenye magoli matatu wachezaji wa Simba wanapaswa kupongezwa kwa kile ambacho wamekifanya. Na hapa sasa narejea kwenye kauli ya mwalimu Pantev ya kwamba anahitaji timu icheze kwenye eneo la katikati, kutengeneza nafasi kutokea katikati. Anahitaji timu imiliki mpira akiwa katikati. Na kwenye kauli yake moja ambayo alizungumza jana, alisema Simba imecheza vibaya. Yani kwenye kile chote ambacho sisi tumekiona, lakini Simba lakini alisema Simba imecheza vibaya. Na kucheza kwake vibaya alisema ni kwa sababu yeye alihitaji timu icheze katikati, alihitaji wachezaji wake wamiliki mpira, alihitaji watengeneze nafasi wakitokea katikati, sio pembeni. Hapo utakuja kunielewa nilipokuambia mwanzo kwamba Pantev kuna kitu amekibadilisha kwenye kosti ya Simba. Simba always huwa wanapenda kutengeneza build up zao wakipitia pembeni. Utamuona Mohamed Shabalala kipindi kile, Shomari Kapombe wanatengeneza nafasi kutoka pembeni, wanakwenda kwenye eneo la mwisho, wanapiga cross, timu inakuja kufunga, ama wanatengeneza nafasi wakifika kwenye eneo la kwenye progressive area, wanawapa viungo katikati, wanamaliza mashambulizi. Lakini jana ukiangalia Simba ilikuwa inatengeneza nafasi kutokea katikati. Mwalimu alikuwa anahitaji wakina Mpanzo akipata mpira, Mutale akipata mpira kwenye maeneo ya pembeni, waje katikati, wacheze kwa nafasi, watafute nafasi, waende kufunga. Lakini first half kitu hicho kilishindikana. Second half kilikuja kikawezekana baada ya kuingiza wachezaji wengi wazuri, na akaingiza washambuliaji wawili pale juu, ambapo mmoja alikuwa na jukumu la kuwatoa walinzi kwenye uhimilivu wao, kwa maana ya kwenye maeneo yao ya msingi, alafu mwingine anakuja kuingia kwenye eneo la katikati, anamaliza. Goli la tatu limepatikana hivyo, ambalo Soa alikuja akawapunguza wachezaji, kwa maana ya mabeki, akawavuta kwenye eneo ambalo sio rasmi, sio sahihi. Kibu Dennis akachungulia hiyo open space, akaenda kufika, akapata nafasi. Kwa hiyo kuna vitu vichache ambavyo mwalimu amevitengeneza, na baadhi ya wachezaji wanaonekana kukubali mifumo ya mwalimu. Na ndio hapa ambapo mimi kila siku huwa nasema, ukiwa kocha jitahidi sana silimali watu ambazo unazo, kwa maana ya wachezaji, uweze kuwatengenezea mfumo ambao utawafaa. Yani mwalimu, wewe unaenda kwenye timu siku zote, amini ya kwamba unapofika lazima utakuta wachezaji. Yani uweze ukaenda kwenye timu alafu uanze kuja na wachezaji wapya, utawakuta wachezaji kwenye timu. Ili iwe rahisi kwako kuingiza mfumo wako, uangalie wachezaji ambao wapo kwenye kikosi chako, alafu angalia ni mfumo gani ambao kwenye mifumo yangu ambayo mimi nao, mfumo gani ambao nikiweka kwa wachezaji utakliki haraka na wachezaji watapata matokeo, kwa sababu hizi timu kubwa hazisubiri project, hazisubiri uje utengeneze timu na nini na nini uje ufikie kesho. Kama una mfumo wako alafu unataka wachezaji waje kwenye mfumo wako, kuna wachezaji mfumo utawakataa, wachezaji bora ambao wamekuwa wanaperform kwenye viwango vizuri, mfumo wako utawakataa. Utawaambia nini watu ambao walikuwa wanaona wachezaji ni bora na kwenye mfumo wako wamewakataa? Hicho ndicho kitu ambacho Fadu Davids msimu uliopita kilikuwa kinamtesa. Kuna wachezaji bora watu walishawaona, lakini chini ya Fadu wanashindwa kuperform. Mwalimu amekuja huyu, wachezaji wale ambao walikuwa hawaperform sana wanakuja wanapata nafasi na wanacheza. Ni kwa sababu mfumo wa mwalimu umeruhusu wachezaji ambao wapo kwenye kikosi waweze kuperform kwenye hilo eneo. Sawa. Hivi mnaona Simba kitulia na huyu kocha? Kuna picha inaonyesha kwamba watamvumilia, watasubiri kutokana labda na namna ambavyo ana coach kwa mwanzo wake ambao ameuonyesha. Inaonekana Fadlu alianza na matokeo mazuri, lakini sio kwa mabadiliko kama haya. Sasa yani hapo cheo nachokiona kwa alichokifanya Fadlu
akafanya kitu kikubwa sana Simba. Na kwa huyu kocha mpya naamini natamani tusimalize sana maneno. Tusimfananishe kabisa na Fadlu. Fadlu tayari kuna kitu ambacho amekiweka, kumaliza ligi na nafasi ya pili, tena nyuma ya alama 4 dhidi ya Yanga, wakati msimu uliopita timu ilimaliza nafasi ya 3 hata kufika finali. Sidhani kama Simba mshafika finali. Yanga alimaliza ligi na alama 80, Simba kamaliza ligi na alama 69. Huo msimu wa 23-24 kaifikisha klabu kwenye finali ya Confederation, ambapo toka logo imebadilishwa ile ya mnyama hawajai kufika. Wamefika Confederation lakini wamaliza nyuma ya ligi kwa alama 4 tu. Kwa kwangu mimi naona huyu kocha kwenye kitu ambacho mimi nakiona, naona kama kuna muda kama anakaa jitafakari, naona kama kuna timing hivyo na special wake ambao nimeuona kwa muda mfupi ni kwenye game reading. Namna ambavyo kocha anasoma mchezo au anamsoma mpinzani. Ukiangalia akiwa kwenye klabu ya Gaborone United, game ya kwanza namna alivyocheza na klabu ya Simba, ile game ni kama aliitumia kusoma ubora na madhaifu ya klabu ya Simba. Lakini alivyokuja Dar es Salaam kucheza na Simba, kulikuwa na mabadiliko makubwa sana kwa upande wake. Aligundua kwamba walinzi wa klabu ya Simba hawana speed, kwa hiyo akawa anapiga mipira ya kugombea kati ya washambuliaji wake na walinzi, na walifanikiwa kupata bao la mkwaju wa penalty ambao lilitokana na faulo ya mchezaji wa Simba Shamu kwenda kumchezea mchezaji wa Gaborone United. Katika ile game namna ambavyo alikuja kuwapa upinzani Simba wakatoka sare katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini angalia jana kwenye mchezo, kipindi cha kwanza aliingia na kiungo mkabaji Nabi Kamara ambaye yeye kwa jana alimpa majukumu ya kukaba, lakini kiuhalisia Nabi Kamara sio defensive midfielder pase. Yeye ni anakuwa bora zaidi anavyocheza kama holding midfielder, kiungo ambaye anacheza pembeni na kiungo mkabaji. Wakati mkabaji anafanya kazi kubwa ya kukaba, lakini kunakuwa na kiungo ambaye anafanya link up ya safu ya kiungo pamoja na safu ya ushambuliaji. Huo ndio ubora zaidi ambao yuko nao Nabi Kamara, namna ambavyo anapiga pasi. Kuna muda kwa kipindi cha kwanza wakati Nabi Kamara yuko peke yake, yeye ndo anafanya kazi kubwa ya kukaba. Wachezaji ni nadhani Joel Madondo pamoja na Swize Kumalo wa Nsingizini walikuwa wanafanikiwa sana kupita pale katikati, lakini pia na kuifikia lango na kuifikia safu ya ulinzi ya klabu ya Simba. Ni vile tu kwa sababu wale ni klabu ndogo, quality yao huwezi kufananisha na klabu ya Simba, wakashindwa kabisa kutengeneza clear chances, na hata zile chances za kawaida ambazo walizipata wakawa wanashindwa kutumia. Angalia namna ambavyo Swize Kumalo alikuwa anapiga mashoot nje ya 18. Maana yake katika eneo la defensive mwalimu alivyoona kwamba kuna muda kwamba Nabi akiwa peke yake katika kukaba pale, Nsingizini wanapata nafasi ya kumsogelea goalkeeper Yakubu Suleiman. Baadaye kipindi cha pili unaona namna ambavyo mwalimu anakuja kufanya changes, anakuja kumuingiza